Assalamu alaikum watoto wetu wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam Shafi na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Hapo zamani za kale paliondokea na mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa Bilal. Bilal alikuwa mtoto mwenye heshima, alikuwa na tabia nzuri na vile alikuwa mnyenyekevu. Bilal alikuwa ni yatima, maskini, alipoteza babake na mamake wote. Sasa yule Bilal akachukuliwa na familia ya mbali yenye ilikuwa inahusiana na yeye kwa mbali, yani si watu wa karibu, watu wa mbali mbali. Wale watu hawakumlea vizuri Bilal, yani walimuonyesha unyonge, kila aina ya madharau. Yani Bilal alikuwa anapata maudhiko ya kila aina, ila hakufa moyo. Aliendelea kuwa na subra na vile aliendelea kuwa mtoto mzuri. Aliwasaidia wale watu wenye alikuwa anaishi na wao kwa kila namna, si kulima, si kazi za nyumbani, na vile kazi yoyote yenye ingeibuka Bilal asingesita kuwasaidia. Aliendelea na tabia yake hiyo nzuri mpaka siku moja katika kijiji chenye alikuwa wanaishi kukawa na ukame. Ukame ulikuja, kila kitu kikakauka, ikawa hakuna chakula, hakuna maji, mifugo yote imekufa, yani ikawa ni tafrani, njaa imejaa tele katika kijiji hicho. Yule Bilal mwenyewe aliendelea hivyo kufanya kazi kwa bidii. Angetafuta kazi hapa na pale, akipata wasaidie wale watu wenye walikuwa wanaishi na wao. Sasa siku moja akapatana na msafiri. Msafiri alikuwa akipita hapo, Bilal akamwona Bilal, akamsaidia. Sasa yule msafiri akagundua kwamba huyu Bilal ni mtoto mzuri, ana heshima, ana busara na ni mnyenyekevu pia, kwa nini nisimchukue ni muajiri? Sasa yule msafiri akamchukua Bilal, akamfanya kama mfanyakazi wake. Bilal ikawa anamsaidia kwenye kazi zake nyingi za hapa na pale. Na yule mtu alivyogundua kwamba Bilal ni mtoto mzuri, akaamua mimi nitamsaidia kwa kila kitu, masomo yake, mavazi, kuishi, pesa. Yani akamchukua Bilal akamfanya kama mtoto wake, akamlea akawa kijana mzuri, masomo ikawa anapita vizuri. Na baada ya miaka kadhaa Bilal akaja akawa kiongozi katika kile kijiji chenye alikuwa anaishi na yule msafiri. Alivyokuja kuwa kiongozi, watu walimpenda kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye anaongoza na uadilifu. Yani kila mtu, hata tuseme mtu amempelekea kesi pale, yeye angehukumu kiadilifu, asingemfeva mtu yoyote. Na hadithi yangu ikaishia hapo. Kutokana na hadithi hii tumejifunza kwamba ukikuwa na subra na vile ufanye mambo yanavyotakikana, basi Mwenyezi Mungu lazima akufungulie njia kama Bilal. Tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho. Maasalam.